tua anatoa taarifa, anatoa maoni yake pia, na wengine wengi. Tuandikie. Mwalimu Omar Kaloleni pia nimekuona kutoka Moshi. Jamani, migogoro ya wakulima na wafugaji mpaka lini? Ardhi na mifugo havitufikishi popote. Muhimu hakuna mwenye haki zaidi, waishi kwa kustahimiliana. Ameandika maoni yake. Bwana, karibu. Huu ni muda wa Wino Mzito na utakuwa hivi siku zijazo kwa tukiachambua magazeti hapa. Muda kama huu saa 12 kamili mpaka na nusu pale, si ndio? Karibuni sana. Wino Mzito. Sawa bana. Tukianza na gazeti la Nipashe na kuupa yale yaliyojiri kwanza ukurasa wa mbele. Upigaji kura 2025 mwamko wa uandikishaji Dar es Salaam siku zaongezwa. Ndio. Iko katika ukurasa wa pili. Alafu pia kuna picha kubwa kabisa inaonyesha wakazi wa Kimaratemboni wakiwa ndani ya kituo cha kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Ndio kituo cha Moa Shule, mtaa wa Upendo, kata ya Saranga, Ubungo, hapa Dar es Salaam. Bwana, hivi unahisi watu wanajitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupata cheti au kupiga kura? Hapo kuna mitazamo tofauti kwa sababu wengi ambao mimi nimekutana nao yani kama mtu anataka tu kile kitambulisho kitazama, ndio nataka asiachwe, anataka asiachwe. Lakini ukimuuliza kwamba una mpango wa kushiriki kwenye uchaguzi, anakwambia ukipata hicho kwanza ni muhimu. Unajua ni ngumu saizi mtu kukuhakikisha kwamba hana mpango wa kushiriki sababu hajawasikia hata wagombea. Acha awe nacho kwanza. Mafanikio ya kwanza yeye kuwa nacho. Wanasiasa wana kazi ya kuja kumshawishi, sikiliza, twende sasa ukapige kura. Lakini saizi tumwache awe nacho. Maandalizi ya mwanzo ni muhimu. Saizi ni muhimu kwanza kila mtu awe nacho. Ni muhimu ukienda kwenye sherehe kila mtu anayo kwanza mikono. Sasa baadaye ndio utashawishika kwamba hiki chakula ni kitamu, nitakula usile. Lakini mwamko ni mkubwa sana. Mwamko kweli nimeona. Dar es Salaam naona wanapita juzi, nikamwambia mtu lazima iongeze siku kwa sababu ya ina kweli. Unajua hii sio tu siku. Hii inahitaji at least wiki moja. Unajua ni kwa nini? Kwa mfano kusikia siku zile ambazo kwa zimepangwa. Kwa mfano juzi nilikuwa kituo kinaitwa Tegeta Pwani. Tegeta Pwani walikuwa na mashine moja. Sawa. Mtaa una wananchi takribani sitaki kuweka takwimu, lakini una wananchi wengi sana. Mtaa wa Tegeta Pwani. Upo kama unataka kwenda Boko hivi, unachepuka kulia. Sasa walivyokuwa na mashine moja, walikuja kugundua wenyewe wale waandikishaji kwamba wanazidiwa. Wakapiga simu. Kupiga simu ikaja mashine ya pili. Mashine ya pili inakuja, bado mziki ni mnene. Kubwa sana. Wakaagiza mashine ya tatu, wakapewa. Sasa kuna mashine hizi tatu. Lakini mpaka Jumamosi ninafika kuna watu ambao walikuja ile siku ya kwanza wakagairi baada ya kuona ugumu. Wakaja siku ya pili wakakuta issue ni ile ile. Wakasema hapa hamna kitu, kwa maana kwamba ukitaka upate kitambulisho cha kura inabidi usacrifice siku nzima. Yaani siku usiende kazini, utoe jamani leo niko busy. Na ukae kwenye bench. Na ukae kwenye bench uweke jiwe foleni. Unaona ndio upate na uwe na hela ya kula, uagizie chakula ule pale pale. Sasa kinachoonekana huu mwamko ndio unapelekea. Sasa kuna maeneo kama hayo ambayo wana uwezo wa kutoa taarifa ya jamani tunahitaji nyongeza. Umeona swala hilo. Lakini sasa kuongeza siku 2 sina hakika kama itafua dafu. Japokuwa naona pia NEC ina maana yake. Wana Dar es Salaam ukiongezea wiki watarelax hapa. Hivi vituo ndani ya siku 3 vitakuwa vina watu. Sikilizia siku ya mwisho sasa. Watu wanakuwa wengi. Hiyo changamoto ambayo Samu umeizungumza ya kituo kuwa na mashine moja, nimeona kwenye Habari Leo. NEC wenyewe wanasema, mwenyekiti wa NEC Jaji wa Rufani Jacob Mwambegele anasema kutokana na mwitikio mkubwa tumechukua hatua za kuongeza mashine za BVR kits pamoja na watumishi katika maeneo yote yalionekana kuwa na watu wengi, na hatua hii inawezesha zoezi kuendelea kwa utulivu katika maeneo yote. Unajua mimi nilijiuliza hivi, hizi mashine walizoongezwa wamezitoa wapi? Labda kwa maeneo ambayo wamegundua hamna watu wengi. Hamna watu wengi. Kweli? Inawezekana wanaokusisha maliza. Unahitaji eneo ambalo limemaliza wananchi wake. Limemaliza? Kuna eneo ambalo limemaliza, labda mtoa hapa peleka pale. Au bali na wananchi basi wenyewe hapa mtenda kujiandikishia. Kwani sasa hivi sinaanzia da hapa? Sasa hivi ipo da. Sasa liko da. Sasa lipo da. Unajua da ndio mji pekee kisensa una watu wengi zaidi. Milioni 6. Unajua zile zinakwenda mashine, maana yake mashine inakuja na watumishi. Haiji yenyewe.
Zimeje na watu. Kuna watumishi walioko da bro. Au unazungumzia watumishi wa Kineki? Ndio nakwambiaje? Wale wa Neki wale. Nakwambiaje mashine inakuja na watumishi wake wa kuitumia. Si ndio hivyo? Kwamba ukileta mashine lazima ulete watu. Lazima ulete watu kabisa. Kwa hiyo ukipumzisha mashine wanake umepumzisha gharama pia ya watu. Ndio maana nimekuza zilikuwa wapi? Kwa sababu nitajie eneo Dar es Salaam ambalo lina watu wachache. Kilungule. Chanika. Kuna watu wengi. Okay. Twende somewhere Vikindu. Kote kuna watu. Yaani ndio maana nimekuza mashine ziko wapi? Ni very impossible. Mimi jana niliwaza kwa sababu huyu alikuwa ni wakala wa CCM. Akaniambia bwana tukapiga simu ikaja. Sasa ngaone swali msiziko. Yaani maana yake ni kama Neki imetoa mashine afu imetulia hivi. Afu inaangalia kwenye stock yake. Bado zipo tulieni kwanza. Unajua kwamba kwa nini makadirio hayakuwa watu kwa wengi. Labda lakini uwezi ukasema hivyo wakati tulikuwa na mheshimiwa Ana Makinda hapa alisisitiza sensa hii nchi. Tulitumia message mpaka na waziri mkuu na kusiu jitokeze kujiandikisha. Serikali ikitaka kufanya jambo siende kwenye sensa. Nenda tu kwenye watu wa sensa. Sensa ndo inatoa tafsiri. Inatoa tafsiri kwamba hapa tunakokwenda mpaka kata. Sasa tulifanya sensa ya nini? Wewe mwenyewe ulisumbuliwa hapa na masensa. Nakumbuka. Sasa kama ni hivyo maana yake ni kwamba Neki kishaenda kwenye sensa sasa inarudi nasema jamani mkoa tunaoelekea kuna mziki nguvu lazima iweze. Kwa sababu hapa unajua mtoto wa mwaka 2006 aliyezaliwa 2006 ana haki ya kupiga kura. 2006 ndio. Wangapi achana na vitoto vya 2006. Sawa ana haki ya kupiga kura. Sasa kinachotokea hapa ni kwamba labda ni NEC kumradhi hawakupata details za nani mpaka kuongeza maana yake kwamba hatuchukua details. Au labda tulisi wenye vitambulisho wako wachache wanaotaka bwana wanachukulia poa wapiga kura. Wanachukulia poa kwamba watu wanataka wapige kura kweli kweli. Mbona swali. Kwa hiyo hebu tuangalie leo pamoja na kesho tuone hizo siku mbili mambo yatakuwa vipi. Haya bana, kwenye Mwananchi wameandika makala azusha tafrani wadau wa mkalia kooni. Tumezungumza pia kule kwenye Morning Express nimeona pia Heche kwenye mkutano wa jana anasema miongoni mwa madhara ya ile kauli ni kufukuza watalii. Mtalii anasikia enda kwenye nchi ambao wanaweza kununua kirusi muda wote wakasambaziana. Anagairi. Na tuna hiyo agenda ya kupata watalii 500. Ndio maana wataalamu masuala ya vyeo vipi? Hamna tetesi zozote. Vyeo vipi? Wataalamu masuala ya kupangua vyeo mikeka. Kuna mtu anatetesa, mtu jana kanipigia simu, nimesikia bwana. Unajua makala iko kwenye mwisho wake hapo, unajua kuna mtu anakuja hapo wewe kama tu anagaga wewe, sikiliza wewe. TAKUKURU Tanzania itakavyovuna kuiuzia umeme Zambia, itakavyoanza kuiuzia umeme Zambia. Serikali kupitia shirika la umeme Tanzania TANESCO ipo kwenye hatua za mwisho za majadiliano na Zambia kwa ajili ya kuuziana umeme. Swala hilo limetajwa na wataalamu wa uchumi kama hatua mpya kuchochea maendeleo. Kurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi pia unaweza kuisoma. Lakini pia taarifa kubwa kwenye magazeti mengi najua wameandika pia wameliamsha. Chadema yaanza safari ya no reform no election. Dr. Slaa tambulishwa rasmi, aomba radhi. Wadau washangaa Lissu Heche warusha makombora CCM. Jana nimesikiza Lissu Sam na Mchungu nimemsikia anasema wapo pia wanachama wawili ambao walifukuzwa. Chana wanachama waliondoka. Walifukuzwa Chadema. Wameandika barua kuomba radhi. Watarejea kwenye hii mikutano hii ya hapa Nyasa wawili. Yes, ndio nilikuwa nasema mwanzo kwamba kilichotokea ile mwaka 2015. Sawa. Watu kama kina Dr. Slaa wanahisi kabisa kwamba hawakutendea haki. Sawa. Sasa fikiria tangu mwaka 2015 mpaka leo hii mwaka 2025 imepita karibia miaka 10. Ndio. Sasa wanaamini kwamba kuna misingi ambayo haikufuatwa au misingi ambayo iligeuka. Ndio maana akaamua kuhama chama. Sawa. Na hiyo ni haki katiba kwamba katiba yetu inasema ya mwaka 1977 kwamba kila mtu ana haki ya kuchagua chama ambacho yeye anahisi kinamfaa. Sawa. Kwa chama ni moja. Mjadala uliopo kwenye mitandao uliama ukaenda wapi? Iko niko namwambia Mchungu. Sasa hivi kinachotokea hata kwenye familia yenu
hata kwa familia yetu na mtu yoyote, labda familia chache sana. Kuna mtu mmoja ambaye ni mkorofi sana kwenye familia, sawa anaudhi familia mara nyingi. Kwenye vikao vyenu vya ndani huwa muhimuhitaji sana huyo mtu. Sawa, anaweza kaa ni mjomba, anaweza kaa baba mdogo, anaweza kaa yaani ni mtu fulani hivi, ni mzee wa figisu kwenye familia. Sasa ikitokea ndani ya familia yenu labda mkapata mgogoro wa ardhi, kwa mfano mkagundua kuna jirani kaingilia shamba lenu, kusimama kidete kutetea maslahi ya familia, mnajua mnachokifanya mara nyingi? Namchukua yule pasua kichwa, namweka mbele, atetea shamba la familia, yule ambaye nyinyi mpatani naye, kwa sababu mnahitaji lile shamba. Ndicho anachokifanya Chadema. Lakini Samu, kipindi unazungumza nikawa na waza hapa. Hebu tuitazame safu ya Chadema sasa hivi. Alafu tujiulize inamaanisha nini. Hii nao ni muhimu sana kwa sababu uongozi ndio unatoa taswira na tafsiri ya wakati wa chama kipindi kiko mahitaji yake ni kitu gani. Sawa? Ukiangalia Chadema sasa hivi na mwenyekiti hapo ni Tundu Lissu, ambaye siasa zake zinatajwa ni siasa za hizo harakati. Sawa? Nginja. Kuna makamu mwenyekiti ambaye ni nani? Ni John Heche. Sawa? Amejipambanua mwanasiasa ambaye wa kuibua hoja. Sawa? Na kuonyesha kwa namna gani Tanzania sisi tu hivi yani. Yes, sisi tulipo hapo tutakiwa tufike mahali fulani zaidi. Sawa? Ukiangalia katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, yeye anatajwa kwamba ni mtulivu. Sawa? Ndio anataka katibu mkuu tukao hivyo. Ni mtulivu, kwamba ni mtendaji wa chama, ni mtulivu. Sawa? Sasa ukiangalia kuna safu ya uongozi, nazungumza viongozi wa kitaifa ambao hapo kwenye katibu hapo naibu wake, kwa watu ambao wanamfahamu vizuri akiwa Arusha. Sawa. Ukiona kama mpya, lakini lugha ukifuatilia historia yake wakati kwa Arusha. Na ukimwangalia naibu katibu mkuu kimtazamo ni mtu ambaye kama anaweza zaidi kukisemea chama kumtazamo. Sawa? Yani anaweza kama ni mwenezi kumtazamo, anaweza kusambaza itikadi za chama. Lakini sasa hivi anaingia Dr. Slaa, ambaye mpaka sasa hivi ni mwanachama, lakini kwa hadhi yake ana sifa kwa kiongozi wa kitaifa kwa sababu alishagombea nafasi ya urais mwaka 2010. Amekuwa katibu mkuu kwa mafanikio makubwa. Ni kiongozi ambaye mbunge karibia miaka 20. Sawa, amekuwa balozi. Kwa hiyo anajua pia mambo mengi ya diplomasia. Ndio. Kosa ni kwamba ukiangalia Chadema sasa hivi ni Chadema ambayo ina watu ambao wamejengwa wa kuibua kashfa nzito za kitaifa. Kumbuka kwa mfano Dr. Slaa mwaka 2008 2009 alitaja Mwembeyanga list of shame kama unakumbuka. Ndio. Sawa? Ni mtu ambaye alimpa umaarufu. Sawa? Lakini vile hapo bungeni nyuma amekuwa ni kiongozi ambaye kijipambanua kwamba anaweza kuibua hoja nzito katika nchi. Sasa ukiangalia Chadema ya Mbowe, sawa, tangu mwenyekiti na Chadema ya Lissu, unaona kabisa kuna utofauti wa kifalsafa, kwamba huyu safu yake ya uongozi ni watu ambao wanawapanga kuweza kuibua mambo fulani katika jamii. Lakini sasa vile vile kitazama ni kwamba ni watu ambao wanajionyesha kwamba wanaweza kupigania na kupambania hizo harakati. Ukimtazama Mbowe kifalsafa sasa ni kiongozi ambaye ulikuwa unaweza kukaa naye kwenye mazungumzo diplomatic zaidi, mkazungumza, mkanegotiate. Sawa? Yani alikuwa ni kiongozi ambaye anaweza akakubali kushindwa ili aweze kupata. Anaweza akakubali kupoteza ili aweze kupata. Lakini kwa safu ya sasa hivi Samu ukitazama ni watu ambao cha kwanza wana hizo harakati moja, cha pili nategemea wataweza kuibua mambo fulani katika nchi. Kwa sasa kwa vyama ambao ni pinzani, kwa mfano chama cha Mapinduzi, sawa, kwa sasa hivi watakiwa sasa hivi nao waje na watu ambao wanaweza kuonyesha mafanikio, kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi. Mafanikio ya sera Irani ambao kimsingi wameitekeleza, na of course wameitekeleza tangu mwaka 2020, sio kujibu propaganda. Ndo nasema yani kwamba unapoeleza mafanikio ya Irani ya chama chako, kwamba kwa sababu Irani ndo inaonyesha mmetekeleza vitu gani, kwa kiwango gani, na mliahidi nini. Kwa hiyo unapotafuta watu wa kusemea Irani, maana ni kwamba unakuja kujibu hizi hoja za wapinzani wako. Kwa sababu kwa sasa hivi chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kipo madarakani, wenyewe ndo wajibu wa kuonyesha wamefanya nini kwa wananchi. Kwa safu ya Chadema ukiitazama
na wao sasa kuelekea uchaguzi wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanaweza kupanga safu ambayo itakuwa inawasemea mafanikio ya mheshimiwa rais, ili kuweza kushindana sana hao ambao ukiangalia wamejipambanua kwamba ni watu ambao wanaweza kuibua hizo. Sawa, tutakuja kuendelea kuzungumza yale kwenye magazeti. Wacha tupate mapumziko machache, afu tunarudi hapa kuendelea kuangalia magazeti yameandika nini, kubwa likiwa ni hilo